Tumefika hapa, tumeongea na wananchi. Tumeongea nao, walikuwa wananchi kwa wingi, tumeongea nao vizuri na wanajua jitihada kubwa zinazofanyika na Chama cha Mapinduzi kupitia serikali hii. Umefika hapa katika kata yetu ya Kimo ambao tumepata changamoto ya kuunguliwa vibanda 35 ambavyo vinagharimu kiasi cha shilingi milioni 40 kwa approximation ya haraka kupitia mtendaji wa kata pamoja na wananchi waliopata maafa. Sisi hapa tumepata janga la moto. Ilikuwa mida saa 8 kasoro, nimelala nyumbani, napigiwa simu kwa bwana huku tunaunguliwa na maduka huko. Kwao nikajitahidi kukimbia, nimebeba vindoo na nini, lakini kufika hapa nikakuta huu moto ni mkubwa tayari umeshakolea kwa hata kusogea uwezi. Kwao bahati nzuri kwetu tukabaki tunashangaa. Lakini wengine ambao kidogo walikuwa na akili, maana akili zilikuwa zimeruka kidogo. Lakini waliokuwa na akili walipiga haraka kwenye jeshi la zimamoto. Bahati nzuri jeshi la zimamoto kweli limefika hapa. Katika jitihada zake ndio limeokoa katika kuendelea kuunguliwa na vitu hapa. Na nyumba za majirani zimefanikiwa kupona. Na maximum nimetoka kushusha juzi mzigo huo kwa sababu nilikuwa na gunia karibia 80 za pumba ya mahindi, gunia 70 za pumba ya mpunga. Kwa asilimia kubwa tathmini yangu ni kama yani nimeunguliwa na vitu vya thamani isiyopungua milioni 5. Lakini nashukuru serikali imekuja kutufariji kuwa watatufikiria tu kwa lolote ili angalau kutufuta machozi kwa namna yoyote, mikopo au nini, na vile vile angalau tunaodaiwa nao waweze kutusamee, kutuvumilia kwa kila jambo. Ilikuwa ni mida saa 12:30 ndio nilipata taarifa hiyo. Nimepigiwa na mwenyekiti jirani kwamba mwenyekiti, kwenye kijiji chako kuna janga limetokea la kuungua vibanda hapa. Baada ya kukasani kwa mbali kidogo, nimefika hapa nimekuta shughuli za kuokoa, ndio namalizia kuokoa pumba pale. Lakini nishukuru jeshi la zimamoto kwa kazi kubwa waliofanya. Nishukuru majirani kwa kuitikia wito, kwa kutusaidia hapa kwa hizi mali. Niwapongeze sana kwa kazi hiyo, kwa kuonyesha moyo wa upendo. Amekuja mkuu wa wilaya, ametuahidi kamati ya maafa itakaa na itatusaidia. Lakini amekuja mwenyekiti wa halmashauri, ametuahidi nia njema kabisa kwamba katika ile 10% ya mapato ya halmashauri ambayo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ametuahidi kwamba katika makusanyo yajayo hawa wananchi walioathirika hapa wajiunganishe, kama ni kikundi kimoja ni vikundi viwili, ili wakipatikana hao wakaungane na mtendaji pale wafanyiwe usajili ili waweze kusaidiwa mara moja. Kwanza kabisa nipende kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia hii gari ya zimamoto katika wilaya. Miaka ya nyuma tulikuwa tunategemea gari mpaka itoke mkoani. Kwa kweli hasa ingekuwa ni kubwa sana, lakini kwa jinsi serikali tuwezesha kutupatia hii gari ya kwetu si wenyewe, ndio maana naona hali hii tumeweza kurescue maeneo unaoyaona. Vinginevyo kwa kweli pota hapa ingekuwa ni uwanja. Kulikuwa na moto mkubwa sana. Kwa tathmini ya haraka labda chanzo ni nini? Chanzo cha haraka ni kwa tathmini ya haraka na jinsi nilivyowahoji baadhi ya wafanyabiashara wa hili eneo, inaonekana kuna kibanda cha mchoma nyama ya nguruwe alikuwa ameacha moto. Japo kwa sisi tulipofika tu moto umeshaenea eneo lote, lakini bado tathmini ya kitaalamu na vijana ambao wana tasnia hiyo wameshafika tayari hapo, wanaendelea na juu. Lakini kwa mimi binafsi nilivyojaribu kuwadadisi wenyeji na wafanyabiashara ambao walikuwepo hapa, hasa ni mwenzao mmoja ambaye anafanya biashara kuchoma kitimoto. Tunasikitika na kulia pamoja nanyi kama Biblia inavyosema, na wote wenye moyo na ubinadamu tusononeke, tuungane na hao walioumia, tuumie nao, tusaidiane nao. Hakuna aliyependa jambo hili litokee. Hakuna. Ni bahati mbaya. Na hili sasa nataka nitoe maelekezo kwa serikali. Serikali iliyopo ni ya Chama cha Mapinduzi. Sasa natoa maelekezo haya na niwapongeze na kuwaomba sasa, kuja kuangalia tukio kwa macho na kusikitika haitoshi. Haitoshi. Ni lazima sasa kamati zetu za maafa kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa wa Mbeya, kamati hizo zikae mara moja leo wahakikishe kwamba wamepata tathmini
maana lazima serikali ifanye tathmini ya uharibifu uliotokea wa mtu mmoja mmoja. Watu wote ambao wamepata madhara hapa, majina yao yaorodheshwe, tathmini ifanyike na ionekane jambo la dharura la kuwasaidia hawa, sio kungoja huko mbali huko. Kingoja mbali umsaidii. Ukisubiri 10% mwezi wa 6 haisaidii. Mtu amepata janga leo, hana pa kukaa, watoto hawajui wale nini. Naomba serikali ichukue hatua za haraka. Ndani ya siku 2-3 hizi tupate taarifa kwamba serikali imechukua jukumu gani dhidi ya wenzetu waliopata madhara hapa. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni viombe vyombo vya fedha, ama ni mabenki ambako mtu mmoja wapo katika hawa amekopa, au ni SACCOS, au ni vikundi. Hakuna aliyependa jambo hili litokee. Hakuna. Ni bahati mbaya. Kwa hiyo ni viombe vyombo hivyo viwe na subira, visiwabugudhi watu waliopata majanga haya.